Ushindi ndio huu hapa, umefika nyumbani sasa. Arusha kutokea Dar es Salaam. Tulifurahi mno. Jamani tucheze. Yaani ni uhakika kabisa, haina longo. PMBet ni yenyewe. Ni www.pmbet.co.tz. Asante sana, nashukuru sana. Mimi naitwa Asha Mshua, ni mbunge wa viti maalum kutoka mkoa mjini Zanzibar. Sawa. Tunakwenda leo imezinduliwa ilani kwa ajili ya mwaka 2025 uchaguzi mkuu kwa ajili ya kuongoza CCM katika masuala mbalimbali ya uchaguzi. Ilani hii labda unaizungumziaje kwa Tanzania bara na visiwani? Kwanza leo ni furaha kubwa sana kwa chama chetu. Ilani yetu imeweza kuzinduliwa baada ya jana kupokea mafanikio yaliyopatikana kwa ilani iliyopita, na ilani hii imegusa sehemu zote kama vile mlivyoweza kuona. Sehemu za elimu zimeguswa vizuri sana, mikopo itaendelea kuongezeka, scholarship zitakuwa zipo, sekta ya afya hali kadhalika imegusa makundi maalumu, kuzungumzia pia kuhusu katili, vile kwamba vijana wamepewa nafasi ya juu sana katika kuanzishwa kongani zao ambazo watakwenda kufundishwa mambo mengi, kwa vile imezoeleka vijana wanakuwa wanasoma, wanakula, wanalala. Naona lakini sasa hivi wameongezewa na sehemu kwamba watakuwa wanajifundisha na kazi. Kwa hiyo inaenda kuondoa lile tatizo la ukosefu wa ajira ambacho kwa kweli, kwa sababu wingi wa vijana umekuwa mkubwa sana, lakini serikali yetu hii kwa hali inavyokwenda tuna matumaini kubwa kwamba hii ilani inaenda kutekelezeka. Hasa kwa vile Mheshimiwa Rais wetu alisema kwamba kila mkoa ukatengenezewe kitabu wakati wajue kitu gani wanastahili wao kufanya katika mkoa wao. Na kwa vile tukielekea pia jambo la muhimu ni amani katika nchi yetu, hasa tunakoelekea kwenye uchaguzi, na Mheshimiwa Rais mwenyewe kasisitiza kwa sana kwamba haki itendeke. Kwa hivyo tuweze kuwa na viongozi ambao tunaenda kuwachagua ambao wataweza kudeliver, kwa kizungu wataweza kufanya yale ambayo wanaweza, sio tuchague tu mtu tu ajulikane katokea wapi huko baadaye anakuja kutuvuruga. Hilo ni jambo Mheshimiwa wetu alitukosha na kakosha na zile kamati ambazo zinaenda kuchagua. Kwa hivyo kwa sekta zote zilivyogusiwa pale, ninahisi kwamba tunakwenda kuwa Tanzania yenye mfano, na kama vile ulivyoona watu wengi pia mabalozi wametusifia umoja wetu vile tulivyokuwa na mpaka hivi tulivyokwenda tunavyoendelea. Na wewe mwenyewe jana umeshuhudia juzi sijui pametoa msingi hapa makao makuu ya chama chetu. Kwa hivyo inaonekana kama Chama cha Mapinduzi kinaendelea kuwa imara na kitakuwa imara zaidi. Kwa hivyo nitoe pongezi sana kwa kina Profesa Kitila Kitumbo na wenzake walioweza kutengeneza ilani hii wakaisimamia ikasheheni. Na kwa upande wa Zanzibar tumeona nini kimepangwa kitafanywa kwenye sekta zote, kwenye mambo ya uchumi wa blue, mambo yote kwa kweli ni mambo ya kutia moyo sana ya kunyanyua nchi yetu Tanzania.